Ladies and gentlemen, kwa majina naitwa Richard Mabruk, the best qualified interviewer, na leo tupo na kiongozi ambaye anasimamia kwaya ya Betheli, ila ataenda kujitambulisha mwenyewe kwa majina. Mzee, unaitwa nani? Naitwa Bienvenu Elongo. Bienvenu Elongo. Ndio. Umekuwa kiongozi kwa muda gani kwa sasa toka uanze uongozi? Ndao nimeshakuwa na miaka 4 naongoza kwaya ya Betheli. Miaka 4 unaongoza kwaya ya Betheli. Umesha experience kitu gani kwenye uongozi wako kwa sasa? Kweli nimeshakuwa na uwezo wa kuongoza tu kwa sababu nimeshajua mioyo ya watu ambao ninaongoza. Uliposikia umechaguliwa kuwa kiongozi wa kwaya ya Betheli, moyo wako ulikuwaje? Ulikuwa kwenye mood gani kipindi hiko? Siku hiyo nilifurahi sana. Nilifurahi hata nikawa na moyo wa huruma. Niseme huruma kwa sababu sio watu wengi walikuwa na hawapendi. Lakini baadhi ya wengine walikuwa napenda. Na ndio maana nilikuwa na furaha na hata nilikuwa na huzuni siku hiyo. Kwa sababu wamoja walikuwa hawakuwa napenda. Wengine walikuwa napenda. Na ndio maana nilisema nilikuwa na furaha siku hiyo na hata nilikuwa na huzuni. Sasa ulichokifanya ni kipi kwa wale ambao walikuwa hawapendi waje kupenda? Kipi ulichokifanya? Walipenda kwa sababu waliona huduma yangu inaenda vizuri. Walinipenda kwa sababu nilijituma kwenye kazi na ndio maana walinipenda. Nilijituma vizuri sana. Kwa sasa una miaka 4 kwenye uongozi, unaongoza na ni Betheli. Asante sana. Ulianzaga na watu wengi, kwa sasa sitegemee kama ni wale umesha change watu. Wengi wameshaenda Marekani. Wengi wameshaenda Marekani na wengine wanaingia kwenye kundi. Kuna baadhi wanaingia na wengi wameshaenda Marekani. Unajisi vipi hadi kwa sasa, hadi kwa muda huu? Kuna watu ambao ulikuwa unazoeana nao kwenye kazi wameondoka na unazidi kubaki pale pale. Experience bado inakuwa, wala experience inashuka kidogo? Tunashukuru ambao walienda. Na Mungu alileta wengine. Wale ambao Mungu alileta tunaenda pamoja nao. Tunaenda vizuri na tunatenda kazi ya Mungu kwa vizuri. Wanajituma nao. Toka uwe kiongozi wa kwaya ya Betheli sekta ya pili, changamoto hipi ambayo kwako yani inakusumbua sana akili hadi muda huu? Ndiyo, changamoto haiwezi kukosa kwenye ndani ya kundi. Kuna baadhi ya uimbaji kweli wanajituma. Wanajituma na kuna baadhi ya uimbaji wanakuja kwa sababu ni twende tu, lakini ile roho ya Mungu iwe ndani yao. Hapana. Yani wanakuja tu, na ndio maana kuna changamoto ya baadhi ya hao waimbaji hawajitumi kwenye kazi ya Mungu vizuri, na kuna waimbaji ambao wanajituma, au ndo tunaenda nao vizuri. Changamoto ni hao waimbaji ambao hawajitumi, ndio changamoto, lakini tunajitahidi nao watajituma vizuri tu. Vizuri sana. Kutokana na wale ambao wajitumi, hapo umeshasema eti mnajitahidi wajitume. So jitihada gani nyingine ya ziada wakikataa kujituma mtaichukua nyinyi? Tunawaombea Mungu. Tunawaombea Mungu, Mungu awasaidie. Awapatie nguvu za kutenda kazi ya Mungu kwa nia moja. Vizuri sana. Hii hapa ni Methodist TV na leo tunapiga maswali na kiongozi ambaye anasimamia kwaya ya Betheli, Benjamin. Mzee, nashukuru sana kwa muda wako cha kwanza. Na kingine tunatamani tujue neno moja sisi kama Methodist TV na watu wetu wanaotuangalia kutoka kwako wewe kama vile kiongozi wa kwaya ya Betheli. Naweza kuambia watu waangalie kwaya ya Betheli wokovu. Waisapoti. Kazi ya Mungu bila support haiwezi enda vizuri. Na kazi ya Mungu ikienda vizuri, yani support iwe nzuri. Tunaomba watu wasapoti kundi ya Mungu ili iendelee vizuri. Na pia nawaambia wale wenzetu ambao wako Marekani, tunawashukuru sana kwa sababu wanajituma, wanasapoti kundi. Na wale wengine ambao hawajajituma kusapoti kundi, wajitume ili wasapoti kundi iendelee vizuri, iendelee mbele. Vizuri sana, vizuri sana. Tupo kwenye Pentecost
watu wengi, kuna wale ambao hawaji kabisa na kuna watu ambao hawana tumaini tena na kanisa, wameshalipiga chini. Wewe kama wewe uweze kuwashauri nini watu kama hao? Kazi ya Mungu ni kujituma. Okay. Kazi ya Mungu ni kujituma, na anaweza kuwashauri wajitume, wasiangalie kile na kile. Waangalie Mungu. Kazi ya Mungu ni kujituma, na wasiangalie mtu. Kazi ya Mungu, ukiangalia mtu utaenda kuanguka. Lakini vizuri uangalie Mungu tu, ndio vizuri. Na ninawashauri waje tumsifu Mungu, waje tumsifu Mungu kwa pamoja. Asante sana. Utofauti wa Pentecost hii na Pentecost zingine ni upi kwa mtazamo wako wewe? Naona hii ina shambra mzuri. Okay. Iko vizuri. Watu wa Nuru Wai wanajituma. Tuseme wanapangilia kila kitu vizuri. Tuseme hii ni ya kipekee. Hakuna kitu kama ukosoaji ambao uzokajaribu kuwakosoa eti wangefanya hichi na hichi, kwa maana sometimes kwa kitu unakiweka moyoni sana na sasa nikasema no, tunahitaji tusikie. Watu wapo hapa wanatuangalia, wanatamani wasikie chochote kile. Maybe unaficha kuna kitu afu ukienda huko nyuma unasema lakini sehemu fulani walikosea. Kipi hicho ambacho umekificha? Niseme ukweli kabisa. Okay. Watu wa Nuru Wai walijipanga vizuri. Okay. Na wapatia hongera. Tena hongera sana, walifanya vitu vizuri. Na Mungu azidi kuwabariki. Uwezo kashauri watu wengine, uwezo kashauri sekta zingine kipi kuhusiana na hichi ambacho Nuru Wai wamekifanya kwa hili? Naweza kuwashauri, aidha naweza kuambia wandugu zangu wengine wawe na moyo kama wa Nuru Wai. Nuru Wai walionyesha upendo, waliambiwa mkutano wenu utakuwa Betheli. Okay. Kwa sababu sisi wana Nuru Wai hatuna ubango. Na mkutano wetu tutaupeleka kwenye Betheli. Wa Nuru Wai walichukua kile kitu kwenye roho ya upendo. Okay. Na sisi tunamwabudu Mungu, lazima tuwe na upendo. Na anaweza kushauri wengine tuwe na roho kama vile watu wa Nuru Wai wana upendo. Na kazi ya Mungu bila upendo ni kitu bure. Sorry sana. Hii hapa ni Methodist TV with me Richard Mabruk. Behind the camera nipo na Timo Touch. Neno moja kwa watazamaji wa Methodist TV afu tutamatishe kipindi chetu. Nashukuru watu wote. Na pia nimeshukuru kwa ndugu zangu ambao wako Marekani. Ambao wanasapoti kundi langu mimi. Naomba wazidi kusapoti kundi lao. Ili ni kundi lao. Kule Marekani kuna kundi ambayo inaitwa Wokovu Kwaya. Okay. Na shukuru hilo kundi sana ambao wanasapoti kundi letu, na Mungu azidi kuwabariki. Kuna ndugu Shiba Oro, Ferase, Lezo, Leani, wengine wa Degole, ni wengi. Naweza shindwa kusema, ni wengi. Wote ninawashukuru. Okay. Tuzidi kwa pamoja na wazidi kusapoti kundi letu. Mbele yetu kuna mkutano wa Noeli. Kuna mkutano wa Noeli, kuna mkutano wa kina mama. Tunaomba tuwe pamoja, tutende vitu vizuri. Wana Betheli. Betheli watu wanaomba umoja zaidi, na wanashukuru sana wale watu ambao wanajitolea zaidi kwa Betheli. Asante sana. Tulikuwa tukipiga mastori na Mzee Benjamin, kiongozi wa Betheli. So ndo tumetamatisha kipindi chetu. Chao.